Kuna waimbaji ambao Mungu aliwapa vipawa vya kuimba, vipaji vya kuimba. Wengi wao Mungu ananiambia wameshikwa na kuzimu, kwa sababu wao wanatumia tu vipawa ama vipaji vya kuimba ambao Mungu aliwapa, lakini hawakai kwa Mungu kwa maombi. Lakini kama wangekaa muda mwingi kwa Mungu kwa maombi, ndipo kila wakati wangehuishwa, na wakiimba ingekuwa ni uponyaji mkubwa kwa watu wa Mungu. Wangepewa nyimbo na kuimba, lakini wengi wanaimba kwa uzoefu, kwa ile talanta au kipawa alichopewa. Bwana anaambia mahali popote wewe ambao umepewa uimbaji, usifanye kwa mazoea. Muda mwingi hata ukipata wimbo moja, wa pili lazima ukae kwa Mungu kwa muda mrefu. Ndipo Mungu atakusikizisha sauti, atakusikizisha uongozi na upako wa namna ya kutoa ule wimbo. Ndipo Mungu utakapokuwa naimba, Mungu atakuwa naimba pamoja na wewe. Malaika watashuka kuja kupokea utukufu huo, maana utukufu wa wimbo huo utakuwa umetoka kwa Mungu. Umenielewa? Kwa hiyo Mungu ananipa onyo kwamba kukuambia onyo hili kwamba usiimbe. Wewe unanifuatilia hata kwa njia ya mtandao, usiimbe kwa uzoefu. Una kibali, una talanta, lakini watu wengi wameimba na shetani amewakamata. Kwa nini? Kwa sababu walijua tu wana kipawa, wanaweza wakaimba kila mahali. Mungu anataka uwe na muda mwingi wa kukaa na yeye, ndipo utakapoimba Mungu atakuwa pamoja na wewe.